Ulivyokuwa Maka ulikuwa umezungukwa na mamilioni ya watu ambao wanafanya ibada. Watu wanaswali kwa wakati. Kuna kusoma Qur'an, kuna visimamo vya usiku. Lakini sasa utakaporudi huko, hapo ndo shida sasa, changamoto ambayo inaanza, kwa sababu utarudi sasa kwenye maisha yako ya kazi, maisha ya nyumbani, biashara. Kuna vitu ambavyo vinatuchukulia muda, kuangalia mipira, kuangalia vipindi vya kwenye ma TV. Je, ukiwa huku umerudi, namna gani ambavyo unafanya kujitahidi kuchunga ibada zako kama ulivyokuwa wakati wa haji? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi kipya kutoka hapa Nurpath. Kipindi kinaitwa Maisha Baada ya Hija. This is life after Hajj. Alhamdulillah, watu wengi tumekwenda kuhiji, watu wengi walishawahi kwenda kuhiji, wanao wakarejea salama, na sisi alhamdulillah tulirejea salama majumbani. Tunamshukuru sana Allah. Na ni ibada ambayo naweza nikasema kwamba tukiwa kule tunaona kwamba yani tunapokuwa labda vile misikitini, kwa mfano kwenye msikiti wa Maka au msikiti wa Madina, ule msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Masjid an-Nabawi, au ukiwa viwanja kama Mina, Arfa, Muzdalifa, tunakuwa tumezungukwa na vitu ambavyo vinatukumbusha kuhusu Allah. Kwa hiyo unakuta kwamba ni rahisi sana kuona kwamba ni rahisi kurejea ukikosea, ukisengenya, kuswali kwa wakati, sijui nini, kwa sababu watu wanaamka, wanaenda msikitini, wanawahi. Ndio maana tumekuletea kipindi hiki Maisha Baada ya Hija, ili tuweze kuangalia na kulinda hija zetu. Na leo topic ya kwanza kabisa ambayo tunakwenda kujadili inaitwa au inasema kwamba hija sio mwisho bali ni mwanzo wa maisha mapya. Na tutakuwa na point kadhaa ambazo za kujadili hili. Kukuletea topic hii au kipindi hiki, mimi naitwa Ezden Jumanne na sitakuwa peke yangu, tutakuwa pamoja na mwenzangu. Mimi naitwa Najet Feruz Kahamba. Naam, Najet. Kuna hii dhana ya watu wengi sana wanasema kwamba au wanafikiria kwamba hija ni mwisho wa safari ya kiroho. Hata mifano vijana wapo wanasema mimi bwana kuhiji mpaka niwe mzee, kwa sababu ukishahiji unajua ukirudi labda unakufa. Kuna hizi. Wewe unaamini kwenye vitu kama hivi? Do you think this is true? Yeah. Hapana. Hija, siamini kama hija ni mwisho. Au mimi mwenyewe pia nimeshasikia kwamba kuna watu, ndio maana watu wanaona kwamba wanaoenda hija ni wazee, kwa sababu kuamini kwamba watarudi watakaa muda mchache sana afu watafariki. Lakini mimi siamini kwamba hija ndio mwisho, bali naamini kwamba hija ni mwanzo wa safari ya maisha mapya. Na sawa. Na kwa nini nasema hivyo? Kwanza kabisa mtihani halisi unaanza pale utakaporudi. Mashaallah. Baada ya kurudi haji ndio unaanza sasa kupata, yani ndio mtihani sasa ndio unaupata. Yani ni kama ulikuwa umeenda sehemu takatifu. Alafu unajua vile the way ambavyo unakuwa unachunga ibada zako, unaswali kwa wakati, unasoma Qur'an, unafanya adhkar, like moyo wako unakuwa uko umejikita kwenye ibada. Naam. Kwa hiyo yani in a recess unakuta shetani amekaa na kuangalia tu, anasema kwamba utarudi huko kwenye chaos. Kwa hiyo vile pale utakaporudi, yani pale ambako ile siku ambayo umerudi umetua airport. Sasa pale ndo mtihani unapoanza, kwa sababu ulivyokuwa Maka ulikuwa umezungukwa na mamilioni ya watu ambao wanafanya ibada. Sahihi. Watu wanaswali kwa wakati. Kuna kusoma Qur'an. Kuna visimamo vya usiku. Swala subuhi unakuta kabla ya adhana haijafika, masaa mawili kabla watu wameshafika. Na hata unakuta mchana hivi labda umekaa labda uko madukani. Watu watafunga maduka yao, watasema kwamba muda wa swala, haji, time for swala. So hata kama ukitaka kuendelea kufanya shopping, labda usema kwamba nimalizie kufanya shopping, hakuna kuuzia, kila mtu atataka aende kuswali. Kwa hiyo unakuta mazingira yanakuforce na yanakukumbusha muda wote kuhusiana na Mwenyezi Mungu. Kwa unajikuta muda wote umejikita kwenye ibada. Lakini sasa utakaporudi huko, hapo ndo shida sasa, changamoto ambayo inaanza, kwa sababu utarudi sasa kwenye maisha yako ya kazi, maisha ya nyumbani, biashara. Unakuta kuna vitu ambavyo vinatuchukulia muda, kuangalia mipira, kuangalia vipindi vya kwenye ma TV. Kwa unakuta muda wa swala unakuwa unapita, na pale sasa ndo mtihani pale unakoanza. Lakini je, ukiwa huku umerudi, namna gani ambavyo unafanya kujitahidi kuchunga ibada zako kama ulivyokuwa wakati wa haji? Kwa hiyo
huo ndo mtihani mkubwa sana, na ndo safari ambayo ni ngumu sana baada ya hapo. Yani kuchunga na kuhakikisha kwamba pale unapoteleza unafanya istighfar, unajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu muda wote. Sahihi. Yeah. Kwa sababu ya kwanza ndio naona kwamba mtihani ni sababu kubwa sana kwa kweli, nakubaliana. Kwa hiyo tuichukue kwamba sababu ya kwanza tumesema kwamba mtihani wa kweli unaonekana baada ya kurudi. Kweli. Kwa hiyo hija kweli sio mwisho, bali ni mwanzo wa maisha mapya. Na sababu ya pili ni kwamba kipimo cha hija iliyokubaliwa ni baada ya kurudi. Yani kile kipimo cha hija iliyokubaliwa. Sasa iko hivi kwamba hakuna kati yetu sisi ambaye anaweza kujua kwa yakini kabisa kwamba mimi hija yangu imekubaliwa. Yani hamna. Yeah. Lakini wanazuoni wenyewe wanazuoni wamekubaliana kwamba zipo ishara ambazo zinaweza kuonesha kwamba ibada ya mtu fulani huenda imekubaliwa kutokana na zile tabia fulani anazokuwa nazo katika maisha yake baada ya kurejea, ambazo yani yale mabadiliko, kuna tabia fulani mpya anakuwa nazo ambazo unaona fulani hakuwa hivi. Yani hakuwa labda akihudhuria vipindi vya swala namna hii kama anavyohudhuria sasa hivi, au hakuwa labda akiswali hata swala za sunna, au hakuwa akisaidia, au hakuwa yani devoted kwa watu hivi, tabia njema, kujibu watu, yani vile vitu vingi anavyofanya katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo hiki kinaweza kuwa ni moja ya kipimo cha kuona kwamba huenda imekubaliwa, lakini yakini kabisa haipo. Basi tucheze na mstari wa wanazuoni. Wao wamesema kwamba wameangalia vitu kama 5. Wakasema jambo la kwanza, swala za mtu zinavyofanyika, kwamba kama zinafanyika kwa wakati kiasi gani ukipima na wakati hajaenda hija. Hiyo inamaanisha swala kama ni kuswali msikitini kwa wakati kwa wanaume, au mwanamke kuswali nyumbani kwa wakati, kwa sababu wanawake hapa ndio mtihani mkubwa. Wengine bado wanapika nini, swala umefika na sana swali, baadaye matokeo yake yanakuja kuswali kama tarawih usiku, zote yamezikusanya. Haya, kingine labda kusoma Qur'ani. Ilikuwa rahisi kusoma Qur'ani ukiwa msikitini Maka au Madina, kwa sababu ilikuwa ni kama utamaduni, watu wote wanaona wanasoma, watu wengi wamekaa msikitini, hamna cha kufanya, haushiki simu sana, labda hauna matembezi, umetulia. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha kawaida kusoma Qur'ani kwa sababu ya yale mazingira yanayokukumbusha. Je, utaendelea kusoma Qur'ani baada ya kurudi? Kipimo kingine, kufanya toba ya haraka pale unapokosea. Kule ilikuwa ni rahisi sana, ukijikuta umesengenya unaweza kujishtukia, bwana sengenya, lakini kwa Maka haraka, astaghfirullah, unaleta istighfar. Unafanya kitu gani? Yani toba ya haraka, kuleta adhkari za mara kwa mara. Kule ilikuwa ni rahisi nyakati zote, ukiwa hotelini, ukiwa unatembea, ukiwa unakwenda wapi, unajikuta unafanya tu adhkari kwa sababu upo kwenye ardhi tukufu. Je, utaweza kufanya hivyo ukiwa nyumbani? Lakini ukiweza kufanya hivyo ni vipimo. Lakini pia tabia na maadili kwa ujumla wake, hivyo ni moja ya vitu ambavyo sasa kwa pamoja yake tunasema kwamba kipimo cha hija iliyokubaliwa ni baada ya kurudi, na hii ni sababu ya kuonesha kwamba hija sio mwisho, bali ni mwanzo wa maisha mapya. Tuangalie baya tatu. Na sababu ya tatu ambayo naweza nikasema ni kwamba unaweza yani haji isiwe kwenye kumbukumbu tu za records, kwenye pictures, kwenye videos, pictures ambazo zimepostiwa kwenye social media. Ndio. Kwamba like ile kwamba umewahi kupiga picha nyuma ya Kaaba, na yani vile ukiangalia picha zako nyuma, au ukawa umekaa tu unakumbuka, unasema siku ya Arafa ni siku ambayo nililia sana, nilifanya ibada nyingi sana siku ya Arafa. Nilivyokuwa Mina nilikuwa najikita muda mwingi sana na adhkari. Lakini sasa ukisharudi isibaki tu kwamba kwenye kumbukumbu mimi niliwahi siku fulani kufanya kitu fulani. Okay. Lakini je, moyo wako bado uko kwenye ile hali ambayo ulikuwa nayo labda kwa mfano siku ya Arafa? Sasa. Au je, vile kimfano labda ukipata chance ukaswali mbele ya Kaaba, ile ushui ambao unaipata ukiwa kwenye ile misikiti mitakatifu inabaki tu kumbukumbu. Unakuta nasema kwamba mimi nashangaa swala zangu nikiswali nikiwa pale Kaaba inakuwa na ushui sana, au nikiwa Masjid Nabawi inakuwa na ushui sana. Lakini je umechukua zile lessons kutoka pale na ukarudi huku ukahakikisha kwamba swala zako unavyoziswali unaweka ule ushui ambao ulikuwa unausikia ukiwa, yani ulikuwa unaufeel katika moyo wako wakati upo katika viwanja vile. Kwa hiyo ni muhimu sana
kureflect na kukumbuka vile the way ambavyo ulivyokuwa unaishi kule na kuangalia the way ambavyo ulivyo kwa wakati huo. Je, moyo wako uko kwenye hali ile ile au moyo wako umerelax kidogo kwa sababu haupo kwenye viwanja vitakatifu? Lakini ibada, Mwenyezi Mungu anaangalia ibada kwenye moyo na ibada na ibada ya dhati ni ile kokote pale utakapokuwepo. Naam. Unakuwa unafanya ibada yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kumwogopa Mwenyezi Mungu. It doesn't matter kwamba upo kwenye viwanja vitakatifu ama upo kwenye nje ya viwanja vitakatifu. Ila tunapopata chance ya kwenda kule inakuwa inatupa kama training kwa sababu unaacha vitu vyako vingi kwa muda mrefu. Labda let's say kama sisi tulioenda haji tumekaa karibu mwezi mzima. Yeah. Kwa ule mwezi mzima imekuwa kama ni training. Kwa hiyo namna gani unachukua zile lessons kurudi nazo nyumbani? Na namna gani ambavyo unahakikisha maisha yako ulivyokuwa unaishi kule yanabaki kwenye the same, yani yanabaki kwenye ile hali kama ilivyokuwa kule. Pale unapoteleza namna gani unarudi kufanya istighfar, kwa sababu pia mwisho wa siku sawa, ndio tunasema kwamba maisha yanaanza baada ya haji, lakini haimaanishi kwamba utakuwa malaika. Sahihi. Haimaanishi kwamba hautakosea. Haimaanishi kwamba kwa sababu tayari sisi ni binadamu na tunakosea. Kuna vitu ambavyo ni katika weakness ya ubinadamu. Lakini namna gani ambavyo tunakuwa akili zetu zinakaa muda wote kuona kwamba hapa nimekosea, natakiwa nifanye kitu gani? Na ukiwa conscious kwa pale unapofanya kosa, labda let's say swala imekupita labda kwa sababu ulikuwa unaangalia mpira kombe la dunia sasa hivi, ama ulikuwa upo kwenye story tu ambazo zilikuwa ni ambazo hazina hata umuhimu mpaka swala ikakupita. Namna gani ambavyo hicho kitu kitakukumbusha na kukumbuka kwamba hapa nimekosea na nahitaji kuomba msamaha, kwa sababu mwisho wa siku sisi ni binadamu, hatuko perfect, tunafanya makosa. Lakini pia tunajua uzuri kwamba binadamu tunajua pale tunapokosea. Na tunajua kitu gani tunachotakiwa kufanya pale tunapokosea. Kwa hiyo ni muhimu tu kuwa conscious when it comes to make mistakes. Mashallah. Nimependa sana hiyo sababu ya mwisho, kwa sababu kiukweli kwanza huwa ukiangalia wingi wa simu zinazopiga picha kule, kiasi kwamba mpaka hata kuna wakati mamlaka ya Saudia ikakataza hizi simu na nini kwa sababu ile interference watu kupiga picha na nini. Unaweza ukaona kwamba labda hizi picha sasa zimeingia kwenye lengo la hii ibada. Lakini kumbe sababu yetu ya tatu kwamba kwa nini hija sio mwisho bali ni mwanzo wa maisha mapya ni kwamba lengo la ibada halikuwa kutunza kumbukumbu kwa picha au video tunazopiga kule, bali lengo la ibada hii ilikuwa ni kubadilisha maisha yetu. Hizo ndio sababu tatu tulizokuandalia leo. Sababu ya kwanza tulisema kwamba mtihani wa kweli unaanza baada ya kurudi. Na sababu ya pili tukasema kwamba kipimo cha hija iliyokubaliwa ni baada ya yule hujaji kurejea nyumbani, sasa ndio kipimo kile kinaanza kuonekana. Na sababu ya tatu tumesema lengo la ibada ya haji haikuwa kutunza kumbukumbu kwa picha na video ambazo tunapiga, bali lengo lake ilikuwa ni kubadilisha maisha yetu. Kwa hiyo tunaweza tukamalizia kwa kusema kwamba tusimuombe tu Allah kwamba atujalie hija iliyokubaliwa, haj mabrur. Yaani tusiishie kufanya hivyo pekee, tumuombe hivyo, lakini tusiishie hapo kusema tu ya Allah atujalie hija iliyokubaliwa peke yake, lakini atujalie pia moyo wa kuendelea kumtii mpaka siku au wakati tutakapokutana naye. Na huu ndio mtihani mkubwa zaidi, kwa sababu unaweza ukapewa hiyo hija mabrur, yani unaweza ukapewa hiyo hija iliyokubaliwa, ambayo ni sawa sawa. Ukishapewa, tunaambiwa Mtume SAW amesema kwamba utakuwa sawa na mtoto aliyezaliwa kwenye tumbo la mamake. Ina maana wewe unakuwa sawa sawa na kitambaa cheupe kama tishu nyeupe, pure clean white, hauna doa hata moja. Lakini ukija sasa huku ukianza kuweka madhambi, ni kama unatia doa. Umesengenya, umetia doa. Umezini, unatia doa. Umeiba, unatia doa. Sijui umefanyaje, madoa. Kwa hiyo unatakiwa uwe in check kila wakati kwamba ukihisi kuna kitu umefanya, kuwa mwepesi kutubia. Na tumehitaji kwenye ile sababu ya pili kwamba kipimo cha ibada, yani kipimo cha hija iliyokubaliwa
ni baada ya kurudi, kwamba je, unatubia haraka baada ya kukosea au unakaa tu. Kwa hiyo kutubia mara kwa mara, kurudisha na yote ambayo tumezungumza kwenye kipindi hiki itakusaidia sana. So kukuendeshea kipindi hiki kizuri, mimi naitwa Ezden Jumanne, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na Najat Kahamba, na kwa pamoja tunasema where there is nia, lights lead the way. That's it. Hata utakapokuwa na nia ya kubadilika, ya kuwa mcha Mungu zaidi, Allah atafanya wepesi. Mashallah, that's powerful. Ukiwa na nia ya kubadilika, Allah atakufanyia wepesi.